akaitwa Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar asema jamani, huyu atakuwa ameenda, mimi namuamini, hata angeniambia ameenda mbinguni. Mtume asema yes, kasharahisisha, ni kweli na mbinguni nimeenda. Wakazidi kushangaa, ambia hayo ya mbinguni yaache, hebu tueleze habari. Mtume akasema nakuelezeni yafuatayo. Wakati natoka huko katika safari, nilivyotoka mbinguni nimekutana na misafara yenu mitatu. Kuna msafari mmoja nimeukuta wanangamia wao, anabaka sijui leupe na jekundu kitu kama hivyo. Lakini wakati nashuka huko njiani, nikapita ile buraku anavyotembea vishindo ile juu, basi ngamia mmoja kashtuka kakimbia, kavunjika mguu wake, atakuja amevunjika. Nikapita kundi jingine wamepoteza mnyama, wanahaha wanatafuta ngamia wao usiku huo. Mimi nikasema kwa ushahidi niwasalimie, nikamwambia salamu alaykum. Mmoja akakimbia, uchawi, mbona kama sauti ya Muhammad? Nikaona hawa ushahidi, wana maji nikanywa kidogo, nikisema nikiwaambia wakumbuke, na watu wanakuja. Akamwambia sawa, na msikiti? Ambia msikiti bwana pia nimeuona. Umeuonaje msikiti? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukijua ni kipenzi cha Allah, kwanza alienda usiku. Wacha tu nikuulize, Mtume ni binadamu, hebu niambie, msikiti huu wa Songea wewe uje usiku hapa ndo mara ya kwanza, alafu uambie na watu, hebu tuambie msikiti ukoje, hata hizo rangi zake utakremu? Ili Mtume likamchanganya. Basi Mwenyezi Mungu akauchukua haraka ule msikiti akamwekea machoni, akaanza kusifia, ila wanashangaa, mbona anaangalia hewani hivi? Kumbe ndo anaoneshwa Mtume. Akasema sawa, haya na misafara yetu itaingia lini? Itaingia kesho kutwa hivi hivi. Lakini alihesabu vibaya, ili nalo lilimchanganya Mtume Muhammad, lilimchanganya sana sana. Kwa hii misafara isipoingia itakuwaje? Ndo jua likazuiwa, ikawa ule muda wa alasiri wanaosubiri, kila ukiangalia saa ushaka masaa matatu. Bwana saa ngapi? Saa 10 sasa hivi kamili. Bwana saa ngapi? Mungu alisimamisha, yani kumheshimisha tu kipenzi chake. Mara ile misafara ikaingia na sifa zile zile. Wenyewe wakakaa pembeni wakasema, hapa Muhammad ashatushinda, hapa ashatushinda, na watu watamwamini sasa hivi. Sasa tufanye nini ili asipate kuaminiwa? Asema tutengeneze ile slogan, huyu mtoto mchawi, mchawi tu, huyu mchawi, hakuna chochote. Wakashindwa kumwamini. Kwa hiyo huu msikiti huu ulijengwa baada ya miaka 40. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, baada ya kuhamia Madina, ukijua Mtume anatisha ndugu zanguni, huu mwaka wa 10 kuelekea 11, Rasulullah katika hii safari, kituo cha mwanzo aliambiwa shuka utabaruku kwa swali rakaa 2. Akasali rakaa 2, akaulizwa unajua umeswalia wapi? Ambia sijui. Ambia sallaita bitaibata wa ilaiha almuhajara, hapa umeswali mji mtakatifu, mji mzuri, utahamia hapa. Kwa hiyo Mtume anarudi safari yake, anajua nakaa tu nasubiri kadari ya Mungu, mimi nitakwenda kuhamia Madina. Unaona Mtume, ndio maana nasema huyu ni mtu, lakini si kama mimi na wewe. Wewe unajua habari za kesho, yeye anajua mwaka ujao mimi nahama hapa, naenda kukalia pale. Alikuwa anajua Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anajua jambo hili. Kwa hiyo alipofika pale Mtume katika msikiti ule alioneshwa. Sasa wakati amehamia Madina baadaye, wakati amehamia Madina, ikawa Maka ameiacha nyuma, akawa anaelekea Palestini, ili likali na mkera. So Mayahudi wanamfuatafuata sana kumnyanyasa. Wewe kila siku mafundisho yako hupendi watu wako wafanane na Manasara wala wafanane na Mayahudi, kulikoni wewe unaelekea kibla chetu? Sasa si utafute kibla chako, huyo muoneni akiswali tu ataelekea Palestina sasa hivi. Hili Mtume alikuwa hapendi. Ndio Allah asema qad nara takalluba wajhika fi samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha, tunakuona unababaika, unageuza uso wako mbinguni, sisi tutakuonesha kibla unachokiridhia. Mpaka mama Aisha asema ishakuwa kali. Rabbuka, Mungu wako Muhammad yuko mbio sana kukuridhisha sana, yani umetamani tu. Ndani ya msikiti unaitwa Qiblatain, anasali sala ya dhuhuri, zikashuka aya hizi, fawalli wajhaka shatra almasjidil haram, hapo hapo ulipo geukia Maka, wa haithu ma kuntum,
na nyinyi mkiwa huku shauri moyo, fawallu wujuhakum shatra, geukieni Maka. Hata hapa tumegeukia Maka. Hili tukio si dogo, celebrate, Mtume alifurahi, likumbukeni. Mpaka leo tunaelekea kule. Hili lilitokea habari hii mwezi huu mtukufu wa Shaaban, mwezi wa Shaaban. Lakini pia mrango wa zaka umekufa tu hapa Tanzania, lakini zaka ingefanya kazi, hakuna Muislamu ambaye angekuwa analia njaa. Ibada muhimu sana hii. Tajiri amsaidie mnyonge. Kwani humu tulioingia msikitini hakuna watu wanaotoa zaka? Mshai kuziona humu zaka? Zaka ni fungu la 10 la Mungu, ni kodi ya Mungu ya kila mwaka. Itakiwa kila mwaka uitoe anavyotaka. Usipompa anakuja kukunyang'anya mali yako bila ya kiwango. Zaka ni kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Hii ibada hii ni tamu. Nasema isiwe misikiti mengine au wauza spare tu wakubwa wakubwa, hao wenye mabranchi Dubai na wapi, zile zaka zao wakazileta tu Musongea, umaskini wa waumini wote wapo umeshakwisha. Ni ibada nzuri hii. Ibada kwa umuhimu wake ilifardhiwa mwezi huu mtukufu wa Shaabani. Ndio maana nakwambia Shaabani maana yake kueneza kheri, kueneza kheri. Hakuna zaka leo hii. Zaka zingetolewa mambo yangekuwa mazuri. Hii ibada ilikuja kipindi hichi. Lakini kuna ibada nyingine inatengeneza miili yetu. Tunaingia kesho kutwa ibada ya saumu. As-saumu hiya al-wikaya. Saumu ni kinga. Yani mtu unaweza ukajipinda na qiyamul laili, ukajipinda na dhikri, lakini bado unatizama wanawake. Lakini ukifunga hata saumu ya sunna inakukinga, hutaki kuiharibu saumu. Ndio maana Allah asema saumu ni yangu mimi, na mimi ndo najua malipo yake. Zingine hajasema ni zangu, kwa sababu Allah anajua. Ibada ya saumu hata kwa bahati mbaya haiingii sifa. Wewe ushinde na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni eti sifa, haiwezekani shehe. Wallahi haiwezekani. Saumu inatengeneza miili. Hii ibada ya saumu habari yake ilianza mwezi mtukufu wa Shaaban. Lakini pia kuna tukio jingine, asema iqtarabatu saatu wa inshaqa alqamar. Watu wa Maka wana uhuni mwingi. Si kwamba walikuwa hawasimami kiibada za zamani, walianza kufunga Ashura kabla ya Mtume. Walivyomuona Mtume kaja, walimpa masharti mengi. Asema ili tukuamini, tunaomba hii Maka yote hii ichomoze mito ya asali na maziwa na pombe, alafu wewe tukuone unatoka mbinguni na hicho kitabu, alafu tena ushuke na Mungu akiwa anakusapoti. Yani wameomba mengi sana, yama hayaingii hata akilini. Mfanye hivi tuone, tunaomba tupate hela tu bila kufanya kazi, kama we ni mtume. Mwisho akasema kama we ni mtume kweli, ule mwezi hebu tuone ushuke mpaka chini, upasuke vipande viwili. Ukishashuka ukipasuka vipande viwili ukakushuhudia, tutakuamini. Si kitu cha mchezo hichi. Mtume mwenyewe kasema hao wameomba, lakini na wakawa wamelikazia kweli kweli jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam habari zake kubwa, alimuuliza tu Jibril, hebu niambie hii fatara wanaoitaka inawezekana kweli mwezi ukaja? Angalia Allah anamwambia kabla ya miaka 2000, kabla ya kuumbwa mzee Adam, miaka 2000 iliyopita. Unajua miaka 2000 iliyopita ni ulimwengu wa majini. Kanatil jinni kabla al-insani bi-alfi ama. Huyu mtume wetu ni ar-rasulu thaqalain, zuyina al-mashriqain wal-maghribain, balagha ad-duja bikamalihi, kashafa ad-duja bijamalihi wa 'azmati jami'i ikhsalihi, sallu alayhi wa alihi. Hizi nyerumwengu hizi ziko karibia ya 40. Kuna ulimwengu wa majini peke yake, na hizi zote ni sekta za Mtume Muhammad. Zote hizi ukienda pale Maka pale, ile njia ya kwenda kwa Saida Khadija pale, kuna Masjidu Al-Alam, alafu kuna Masjidul Jinni. Ukifika pale kuna misikiti kama mitatu. Kuna msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ile bendera yake kwa ajili ya askari wake akiwa na jeshi alikuwa anaiweka pale, njia ya kwenda kwa Saida Khadija kwa kaburi lake. Lakini pia pana Masjidu Shajara. Kuna Masjidu Shajara Maka katika